Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Nikualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia aja na mikakati uchumi Kagera, kupaisha kilimo, kujenga kiwanja kipya cha ndege, soko jipya, bandari. Migiro Bashiru wampongeza kuboresha mkoa. CCM ya msifu miradi ya kimkakati. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mchechu ataka umakini kwa mashirika epuke hasara. Habari katika ukurasa wa 5. JWTZ uchaguzi mkuu utafanyika kwa amani. Habari katika ukurasa wa 5. Dhahabu, nafaka, utalii vyapaisha mauzo nje. Makusanyo VAT, ushuru, mambo safi, biashara vinara ukuaji, mikopo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mpango watoa maagizo kulinda utalii. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Raila Odinga kuzikwa kesho kutwa. Habari katika ukurasa wa 18. Majaliwa ahimiza vijana kilimo, mifugo. Habari katika ukurasa wa 5. Tanzania yauza nje sukari tani 80,000. Habari katika ukurasa wa 5. Mgombea wa rais CUF ahimiza kupiga kura kulinda amani. Habari katika ukurasa wa 4. Uchaguzi mkuu bado siku 12. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni usugu wa antibiotic unavyotishia uhai. WHO yabaini sababu, athari zake na mbinu za kuepuka za tajwa. Wataalamu waeleza hatua zinazochukuliwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Kauli ya serikali inafuatilia kwa ukaribu taarifa hiyo ya WHO, itatoa mikakati madhubuti ya kupunguza tatizo ambalo limeanza kushika kasi nchini. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Kauli ya JWTZ kuhusu uchaguzi wa dawa sisitiza amani. Habari katika ukurasa wa 4. Muziki wa siku 5 za ushahidi kesi ya Tundu Lissu. Habari katika ukurasa wa 17. Samia alivyofunga kazi Bukoba. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Moi alivyozima njama kumuua Raila Odinga. Habari katika ukurasa wa 11. Sheria za mashirika kumulikwa Kibaha. Wadau wakuu wa sheria serikalini wajadiliana namna ya kufanya mageuzi ya kisasa katika mifumo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Tunatazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia anika miradi itakayong'arisha Kagera, angeshinda yajayo Kagera yanapendeza. Uwanja wa ndege Misenyi kujengwa, ujenzi wa VETA, mikopo vizimba samaki kumwaga na mengine lukuki. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Nairobi yasimama, mwili wa Raila Odinga ukiwasili. Habari katika ukurasa wa 4. JWTZ yaridhishwa na hali ya usalama nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Gazeti limeandika Dr. Mpango agiza utunzaji wa mazingira kupewa kipaumbele. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yaahidi wawekezaji sheria rafiki. Habari katika ukurasa wa 3. World Bank kuwezesha Tanzania kitovu cha uzalishaji nishati. Habari katika ukurasa wa 3. Ujerumani yaahidi dola bilioni 2 kwa Ukraine. Habari katika ukurasa wa 19. Mwandishi wa Majira ashinda tuzo ya TMA. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo
limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha walimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. La gazeti Nipashe mwanga jamii lenyewe limeandika Bashe, siasa iliua sekta ya sukari, afichwa Dr. Samia alivyoipa uhai upya, Tanzania yauza sukari nje ya nchi kwa mara ya kwanza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lissu alidhamiria kuchapisha video mtandaoni, shahidi. Habari katika ukurasa wa 3. Polisi tumenasa mtandao hatari, wizi wa pikipiki msibani, sherehe. Habari imeandikwa ukurasa wa 17 wa gazeti hili. Mapokezi, mwili wa Odinga usipime, airport yavamiwa. Habari katika ukurasa wa 12, 13 pamoja na ukurasa wa 19. Serikali kulinda maslahi ya taifa katika mikataba. Habari katika ukurasa wa 4. Mwinyi ajenadi kwa biashara, Othman kuwapa ajira vijana. Habari katika ukurasa wa 17 na ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Uhuru ukweli daima Ijumaa ya leo lenyewe limeandika Dr. Samia umeme saa 24, asema katika kipindi cha miaka 5 ijayo nishati hiyo itapatikana pasipo kukatika. Atoa ahadi hiyo kwa maelfu ya wananchi alipohutubia mkutano wa kampeni Bukoba mjini. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Balozi Nchimbi aeleza ujasiri wa Dr. Samia. Habari katika ukurasa wa 3. Mwinyi ataja mbinu kuvutia wageni Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 14. Mageuzi zaidi yanakuja sekta ya kilimo, Majaliwa. Habari katika ukurasa wa 4. INEC haki ya mpiga kura ni kupewa nafasi ya kuchagua. Habari katika ukurasa wa 9. Mgombea wa rais sawa pania kuisuka TANAPA. Habari katika ukurasa wa 10. Serikali yahaidi sheria rafiki kwa wawekezaji. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Na gazeti Mwanahabari lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, wananchi watakuwa mashahidi ushindi wa CCM. Abainisha kuwa ushindi mnono utakaopata chama hicho Oktoba 29 utatokana na wananchi. Azidi kuchanja mbuga huku maelfu ya wananchi wakihudhuria kwa wingi kwenye mikutano ya Dr. Samia. Atangaza neema kwa machinga, ahidi kutenga bilioni 200 kwa ajili ya uwekezaji. Habari katika ukurasa wa 4 gazeti hili. Serikali kuweka sheria rafiki kwa wawekezaji kufanikisha dira 2050. Habari katika ukurasa wa 4. Mgombea wa rais CUF aongokia pua mahakama kuu Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanahabari limeandika NEC yajenga uwezo wa taasisi na wizara katika utekelezaji wa sheria ya mazingira. Habari katika ukurasa wa 2. Mgombea wa diwani CCM Kidodi atengenezewa zenge. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye gazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika zimevuja mabedi ya tuma salamu Yakubu Acho msala wa Kamara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Mechi zijazo za CAF Champions League, Silver Strikers dhidi ya Yanga ni Oktoba 18, wakati Nsingizini dhidi ya Simba mchezo utapigwa Oktoba 19. Ororo atuada atoa tamko zito Yanga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Zuchu Jilo wazo lao ni moja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Gazeti hili likiandika ishu ya uwanja Man United. Habari katika ukurasa wa 18. Dar City tayari kwa road to ball. Habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. TPL leo ni Pamba dhidi ya Mashujaa saa 8 mchana uwanja CCM Kirumba Mwanza. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania lenye limeandika Mzize na Job warejea kuikabili Silver Strikers, Kamara kuikosa Nsingizini. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Dar City usajili wa Marekani kikapu. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Harmonize hana kinyongo na Ibra. Habari katika ukurasa wa 21. Ligi kuu bara kuendelea tena leo. Habari katika ukurasa wa 23.
na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo. Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Yanga yatamba ushindi popote, hata hivyo wajiandaa kukutana na mechi ngumu, huku ubora wa kikosi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 21. Pantev Nsingizini Hotspurs itakufa, habari katika ukurasa wa 23. Tuchel Bellingham watarajia kukutana, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, na gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania Ijumaa ya leo.